Na ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa News Update Media, ikiwa ni tarehe ya 12 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Hapo jana tulipokea taarifa ya kifo cha Charles Hilary ambaye alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu ya Zanzibar, lakini pia msemaji mkuu wa serikali hiyo. Lakini nje ya hapo alikuwa ni mtangazaji nguli kwelikweli katika sekta hii ya habari, na ameweza kufanya kazi katika vituo na vya television na redio mbalimbali hapa nchini, lakini pia nje ya nchi hii ya Tanzania. Wengi wamezungumza kwa mambo mbalimbali, lakini hii leo katika mahojiano maalum na News Update Media nimekualika hapa Mabele Makubi ambaye ni mtangazaji na nguli kabisa wa habari katika sekta hii ya habari. Hapa tutapata wasaa wa kumzungumzia Charles Hilary kwa namna ambavyo amemfahamu na namna ambavyo ana mchango mkubwa kwelikweli katika sekta hii ya habari tangu ameanza mpaka umauti unamfika hapo jana. Kumbuka serikali ya Zanzibar ilithibitisha kifo hicho, na kwa mujibu wa taarifa za watu wa karibu kabisa kwamba Charles Hilary aliweza kufariki dunia wakati akikimbizwa kuelekea hospitali ya taifa ya Muhimbili katika tawi lile la Mloganzila, kwa taarifa ya kwamba aliugua ghafla mpaka umauti huo unamfika. Karibu sana kaka Mabele Makubi. Asante sana mtangazaji. Kwanza kabisa natamani kufahamu historia yako fupi kidogo. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza Mabele Makubi, lakini leo hii tunapata wasaa kuzungumza na wewe hapa. Kabla tujaanza kumchambua Charles Hilary ambaye amefariki dunia hapo jana, kwako unaweza ukatupatia kidogo taarifa kwa maana ya historia fupi kidogo ya kwako? Asante. Mimi nimeanza kazi ya uandishi wa habari nikiwa kidato cha pili mwaka 1994. Ni wakati huo ambapo nilishawishika kuwa mwandishi baada ya baadhi ya watangazaji waliokuwa watangazaji wa radio Tanzania wakati ule, kwa sasa BBC Taifa, miongoni mwa watu ambao walikuwa ni kama role model wangu pamoja na Mariam Charles Hilary. Kwa hivyo nikiwa bado mdogo sana nilianza harakati za kufanya uandishi wa habari, nikiigiza sauti za watangazaji kama hao. Watangazaji ambao walikuwa ndo tuseme ndio safari yangu, waliofungua safari yangu ya mafanikio ya taaluma hii. Okay. Kwa hivyo nikiwa ningali bado shule ya msingi pia nilikuwa napenda sana watangazaji, naigiza taarifa za habari zinazosomwa na kwenda kutengeneza mabango kama vile gazeti na tundika kwenye miti na kupachika sehemu, alafu watu wanapita wanasoma. Okay. Na kama kweli huyu ni mtu ambaye ameandika taarifa kama ile inatakiwa kuandikwa. Okay. Kwa hivyo nimeanza zamani, lakini baada ya kuona kipaji changu kwamba kinanielekeza huko, niliweza kuwasiliana na mkuu wa wilaya wakati huo, alikuwa anaitwa Kanali Mwangwa. Kwenye Nabilisi Mwangwa mwaka 1994 akanipa barua ya kwamba nije. Wakati huo kulikuwa na idara ya habari Maelezo hapo Mwanza, ambapo sasa hivi ni barabara ya Uhuru na jengo fulani hivi kama ghorofa, kama unaelekea kama hujafika njia kwenye kona ya kuingia NBC, kuna ghorofa fulani hivi. Sasa hivi hapo ndio walikuwa wakati huo watu wa idara ya habari Maelezo mkoa. Sasa kuna mzee mmoja anaitwa mzee Abraham Nyantori. Basi nikamweleza nia yangu ya kuwa mwandishi wa habari, na mkuu wa wilaya ya Ukerewe tayari wakati wale ameshaniandikia barua ya kuonyesha kwamba ninaweza nikafanya taratibu za kuomba kibali. Wakati ule ulikuwa uweze kutoa taarifa bila kupata kibali cha mkuu wa wilaya. Taarifa yote ile ambayo utaitoa ni lazima mkuu wa wilaya au ameithibitisha yeye mwenyewe. Kwa hivyo nikaanza harakati zangu za kwenda Mwanza kutoka Ukerewe. Wakati huo nilikuwa nasoma shule ya sekondari Bukongo. Okay. Ndipo Ukerewe. Nikatoka Ukerewe nikaja Mwanza, nikaenda kumuona mzee Nyantori. Nyantori akaniandikia accreditation letter ya kunithibitisha kwamba mimi naweza nikani practice ni journalist, ni trainee wa journalism. Okay. Kwa hivyo nikawa nimepata cheti kutoka kwa afisa habari wa mkoa wa Mwanza. Wakati ule kulikuwa na idara ya habari Maelezo ndio kwenye kila mikoa, ambayo baadhi ya mikoa ilikuwa haina, baadhi ya mikoa ilikuwa nayo. Kwa hiyo ukimwona huyo ndiye yeye anakucertify kwamba wewe
unaweza ukaenda ukawa ni mwanafunzi wa uandishi wa habari. Okay. Mwaka 94. Kwa hivyo nikaanza, hata wakati nimehamia Mwanza sekondari kidato cha 3 na cha 4 pia nikaendelea kufanya kazi ya uandishi wa habari. Huku ni mwanafunzi, huku nasoma, nafanya kazi ya habari. Wakati mwingine nakwenda kuandika habari za michezo uwanja wa Nyamagana kwenye mashindano ya Rotary maarufu sana. Ilikuwa ni wakati huo ilikuwa ni mashindano maarufu sana, naandika habari. Wakati nilikuwa kwenye kambi za UMISETA, michezo ya UMISETA ya sekondari, pia nikaa naandika habari zinatoka. Nikaa namletea mtu mmoja hapa Mwanza, alikuwa ni mwandishi wa Radio Tanzania wakati ule, alikuwa anaitwa Juma Ngondae. Okay. Lakini pia kulikuwa na mtu anaitwa Dominic Chirambo, nikawa pia natumia taarifa zangu, wanazisoma kwenye Majira, wanazisoma kwenye michezo. Kwa hiyo nilianza namna hiyo. Nimetoka mbali kwa kuona kufika hapa, lakini miongoni mwa watu ambao walikuwa ni walimu wangu kiongozi wa kuwafuata ni pamoja na Mariam Chazira, kwa sababu naye hata nilipokuwa nikimsikiliza kwenye taarifa za habari za Radio Tanzania wakati huo anasoma taarifa habari, kwa kweli alikuwa ananivutia sana. Hata sauti yake ya utangazaji ilikuwa ni sauti ambayo inamfanya mtu anayetaka kuwa mwandishi basi aige mfano wa Chazira. Kwa hiyo nimekwenda hivyo, safari yangu imeenda hivyo. Nikiwa mwanafunzi bado nika pia mwanachama wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mwanza, kwa maana ya mwaka 96, 97, 98 nikaa nahudhuria hivyo. Wakati huo bado sijawa rasmi sana kitaaluma, kwa sababu nilikuwa sina taaluma ya uandishi wa habari, lakini nilikuwa unakipenda kile kitu. Napenda kwa kipaji cha kuwa mwandishi wa habari. Kwa hiyo nimekwenda katika safari ya namna hiyo mpaka kufika hapa nilipo. Wapi pengine sasa watu wa Tanzania walianza kufahamu zaidi, walikuona kwa ukubwa zaidi katika sekta hii ya habari, pengine katika chombo kipi cha habari? Sasa baada ya kuwa nimemaliza sekondari, mimi sikuwahi kukaa nyumbani hata siku moja baada ya kumaliza sekondari, kwa sababu wakati niko mwanafunzi mwa sekondari nilikuwa pia ni mwandishi wa habari wa gazeti moja linaloitwa Msanii Afrika, ambalo lilikuwa ni chini ya kampuni ya Sahara Media wakati ule, Sahara Media Communication. Kwa hivyo nikawa ninakwenda napeleka mashairi, wakati mwingine yanachapishwa. Kuna wahariri wangu, baadhi ya wahariri wengine sasa hivi ni marehemu. Kwa mfano marehemu nani huyu, alikuwa mhariri wa wakati huo, mhariri wa habari wakati huo, marehemu Nathan Wehebura alikuwa mhariri. Nikaanapelekea mashairi, nikaanapelekea habari na zichapisha. Pia kulikuwa na mzee Mazigo Kasuku, kulikuwa na mzee Kaswezi, John Kaswezi, wale waandishi wa zamani wa zamani kwa ukweli, ambao sasa hivi baadhi watawafahamu kwa sababu hiki ni chombo cha mawasiliano, watasikia watawafahamu, lakini baadhi ya waandishi wa sasa kabisa ni vigumu kuwafahamu wale wahariri wa zamani. Kwa hivyo nikaanza peleka pale. Kwa hivyo nimemaliza tu nikapata ajira RFA. Nikaajiriwa kuwa mwandishi wa Radio Free Africa Mwanza, kituo cha Mwanza. Kituo changu cha kwanza ni Mwanza, nimefanya Mwanza, baadaye nikahamishiwa Kagera kule Bukoba, nikaendelea kufanya kazi. Kwa hivyo nimeanza kufahamika kwenye Radio Free Africa wakati nikiwa mwanafunzi, lakini nimeanza kufahamika baada ya kuwa nimaliza sekondari na nikawa nimeajiriwa. Kwa hiyo ni chombo changu cha mwanzo kabisa kufahamika ni Radio Free Africa. Na baadaye sasa hapa watu wana maswali mengi kweli kwenye mara baada ya kutoka ITV. Pengine upo wapi kwa sasa? Unafanya nini kwa sasa? Wengi hawafahamu hii. Ndio, wakati natoka ITV mwaka 2021 mwezi Novemba, nimekaa katika baadhi ya vyombo vidogo lakini vingine ni vikubwa. Lakini kwa sasa kabisa nafanya kazi na Tumaini Television, lakini pia nafanya kazi na Crown Media. Kwa sasa ni mwandishi wa hizo vyombo. Katika mazingira hayo bado nipo kwenye uwanja wa tasnia ya habari. Pengine sababu ni zipi kutoka ITV mpaka maana ni sehemu ambayo tulipoona umeng'aa sana pale nimekaa ITV kwa miaka isiyopungua 10. Kuanzia mwaka 2013 mpaka mwaka 2021 hivi. Kwa hivyo
Sababu za kutoka, kuna changamoto za hapa na pale ambazo kwa hazina sababu ya kuanza tena kuzirejelea, lakini changamoto tu za kazi, changamoto za kimaisha na changamoto za tasnia ya habari. Kwa hivyo ifahamike tu kwamba nilitoka na sikuwa katika, nadhani nilikuwa ni miongoni mwa waandishi ambao walikuwa pia na mchango sana katika kile kituo, sababu kwa mara mbili tofauti nilikuwa mwandishi ambaye niliaminiwa na kituo changu cha ITV kwa mkurugenzi wangu Joyce Mwapire aliniamini. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Oh, relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni, kuna free wifi. Ukiwa bored, unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko, kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote, upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Moja ya mambo ambayo kwangu mimi binafsi yatakuwa ni ya kukumbukwa ni kufanya kazi kama mwandishi wa ITV katika uchaguzi mkuu wa rais kwa mwaka 2015, wakati huo nikiwa na mgombea mwenza wa urais alikuwa anaitwa Duni Haji, Juma Duni Haji. Lakini pia nimefanya kazi na mgombea urais wa mwaka 2020 kwa tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu. Kwa hivyo kipindi hicho pia kilinipa exposure, kilinifanya kufahamika zaidi, kwa sababu unaenda maeneo mengi, unacover story nyingi, kwa hiyo watu wanakufahamu kwa sehemu kubwa. Kwa hivyo pia ni kwa sababu niliaminiwa na ITV, ndio maana nilipata nafasi hiyo na nilitimiza wajibu wangu kama mwanataaluma nilichokifanya kwa wakati ule. Kwa hivyo bado pamoja na kuondoka ITV, bado ninashukuru sana ITV, niwezesha kufika sehemu mbalimbali ambapo nilikuwa siwezi kufika kwa nauli yangu, kwa gharama zangu, lakini nilifika kutokea ITV. Kuna namna ambavyo ni kama unaipenda na unatamani sana kuendelea kufanya kazi na kituo hiki cha habari kwa maana ya ITV. Pengine kama leo hii inatokea nafasi nyingine tena kwa ITV, unaweza ukafanya kazi nao? Well, mimi sina shida na ITV. Mimi ninafanya kazi na chombo chochote, hata ITV wakinihitaji nitafanya nao kazi. Wakiona bado ninaweza nikawasaidia, bado naweza kuwa na mchango katika taaluma yangu kwa kutumikia, niko tayari kutumikia. Sina tatizo na ITV. Okay. Naam, ni Mabele Makubi, mwandishi nguli kabisa wa habari, na wengi tumemfahamu zaidi akiripoti katika kituo cha habari kwa maana ya ITV wakati huo ya miaka ambayo ameieleza hapa. Mtazamaji, tunaendelea hapa na mahojiano haya tukijaribu kumzungumzia Charles Hilary ambaye alikuwa pia nguli wa habari, lakini mpaka umauti unamfika akiwa kama mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu ya Zanzibar, lakini pia msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Amefariki hapo jana. Tunatamani sasa kumzungumzia ni kwa namna gani mchango wake umeonekana katika taifa hili la Tanzania, hususan katika sekta hii ya habari. Mabele Makubi hapa atatupitisha kwa namna fulani. Kwanza kabisa, umeipokeaje taarifa ya kifo chake sasa Charles Hilary? Kwa kweli mimi binafsi wakati kifo hiki kinatokea nilikuwa sijui chochote kinachoendelea, kwa sababu jana Jumapili niliamka asubuhi nikaenda kanisani. Kwa hiyo nilikuwa sina mawasiliano yoyote ya simu, sikuwasha simu, sikufanyaje, sikuwa nimepata taarifa yoyote. Kwa hiyo nimekuja kufahamu taarifa za kifo cha Charles Hilary
majira ya saa 10 wakati nafuatilia matangazo ya mpira wa miguu ya mechi ya Simba na KMC ndani kama hicho. Kwa hivyo wakati ule mpira unakaribia unataka kuanza, basi wakasimamisha kidogo kama dakika moja kwa ajili ya kufanya tuseme ule ukimya wa dakika moja kwa heshima kidogo, wa heshima kwa kukumbuka marehemu pamoja na mheshimiwa marehemu Cleophas Msuya. Cleophas Msuya ambaye alifariki mapema, lakini na marehemu Charles Hilary ambaye alifariki hiyo jana. Kwa hiyo hapo ndo nikafahamu kwamba Charles Hilary alifariki. Lakini binafsi nimepokea taarifa za kifo chake kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu ni mtu ambaye amekuwa ni role model kwa watu wengi sana kwa tasnia ya habari ndani na hasa kizazi cha katikati hapa. Wengi sana wanamfahamu kwa sababu alikuwa ni mtangazaji nguli, mwandishi wa habari mahiri, na mtu ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana hata katika kutangaza vipindi mbalimbali na hata mpira. Kwa mfano Radio 1 kulikuwa na kipindi kinaitwa Charanga. Kwa hiyo wengi wanamkumbuka sana kwenye kile kipindi, kilikuwa ni maarufu sana, kwa maarufu sana Charanga. Kwa hivyo marehemu Charles Hilary binafsi kwa taarifa za kifo chake nimezipokea kwa masikitiko makubwa sana, na hatuna namna kama binadamu basi zaidi ya kumwambia Mwenyezi Mungu tu au aiweke mahali pema peponi roho yake. Okay, pengine pengo lake sasa tangu ameanza kazi hii takriban miaka 40 hivi anafanya kazi hii, pengo lake ni la namna gani hususan katika sekta hii ya habari? Pengo la Charles Hilary kiukweli linaonekana, kwa sababu pengo linaonekana kutokana na mchango. Kinachofanya pengo lionekane ni mchango wa mtu. Kama mtu alikuwa na mchango mkubwa kiasi cha kwamba Tanzania kuna watangazaji mahiri, watangazaji nguli, ni basi ni Charles Hilary. Na ndio maana naona kwamba katika kipindi chake amefanya kazi kwa muda mrefu ndani ya nchi, lakini pia amefanya kazi nje ya nchi. Tunaona amefanya kazi Germany, amefanya kazi BBC na baadaye akarejea nchini. Kwa hivyo ni mtu ambaye amekuwa na mchango, lakini pia alikuwa ni mtangazaji ambaye alikuwa anajitahidi sana kutumia vizuri sana lugha ya Kiswahili. Na alikuwa ni mtu pia akitangaza mpira miguu utapenda, sababu alikuwa na mambo fulani, maneno fulani hivi anayechomekea. Lakini pia alikuwa ni mwandishi ambaye ameiva, mwandishi ambaye ameiva, na alikuwa kwa kweli huwezi kujua kwamba huyu mtu alipata wapi mafunzo ya kiasi kile. Kwa hivyo ni mtu ambaye binafsi wengi tulijifunza kwake. Alikuwa ni mwalimu na alikuwa ni kiongozi. Kuna namna ambavyo kuna wakati mmeweza kufanya kazi pamoja pengine na Charles Hilary? Hapana, wakati mimi nakwenda IPP kwa maana ya Radio 1 na ITV mwaka 2013, yeye alikwisha kutoka Radio 1 muda mrefu, ila nimemfahamu akiwa pale, na mimi wakati huo miaka hiyo nilikuwa kwenye vyombo vingine, nikiwa Radio Free Africa, nikiwa Channel 10, lakini pia na mimi niliwahi kufanya mapema wakati mmoja nimefanya kazi ilikuwa Radio Tanzania. Wakati huo ilikuwa ni mwaka 2002 mpaka 2003. Nilifanya kama mwaka mmoja hivi Radio Tanzania. Kwa hiyo lakini nimemfahamu na kumsikia kwa muda mrefu sana kama mtangazaji aliyekuwa mtangazaji wa Radio Tanzania, na ni miongoni mwa watangazaji kama 3-4 hivi ambao walitoka Radio Tanzania kuja kuanzisha Radio 1 kwenye mwaka 94 hivi. Okay. Kati ya vingi ambavyo amevifanya Charles Hilary, pengine kipi ambacho kwako kinabaki kama alama? Kwangu mimi kitu ambacho nataka niseme kibaki kama alama, lakini kiwe kama somo kwetu sisi, ni wakati wa sasa wa tasnia ya habari. Hii tasnia ya habari wakati ule ilikuwa ni ngumu sana mtu kutoka tu mtaani na kesho yake kufika kupewa kwenda kupelekwa hewani. Jambo ambalo wakati wao kina Charles Hilary nadhani lilikuwa halipo. Ulikuwa lazima upate mafunzo ya ndani, in-house training. Okay. Mpaka ukubalike kwenda hewani, maana yake umethibitishwa, una sauti nzuri, unaweza ukasoma vizuri taarifa ya habari, unaweza ukasoma vizuri
matangazo mengine. Tofauti na sasa hivi, vijana wengi wa sasa hawataki kukosolewa. Wanasema ukiokosoa wanasema ni uandishi wa kizamani. Okay. Wanaona ni uandishi wa kisasa. Lakini sisi wakati ule ilikuwa ni uwezi ukatoka tu mtaani ukaingia tu ukaanza kutangaza. Au wakati ule uwezi ukatoka tu mtaani ukaingia kwenye gazeti ukaanza kuandika ukapewa byline. Lazima ulikuwa kwanza upewe byline. Ni kwa sababu gani ulikuwa upewe byline? Kwa sababu wanataka kwanza kujenga kwanza, usianze kupata kiburi kwamba sasa wewe umeshaanza kusikika, umeshaanza kuwa maarufu. Tofauti na vijana sasa hivi. Vijana sasa hivi hata matumizi ya lugha wanakosea. Okay. Ukiwakosoa kwenye mitandao unakuta mtu labda amekuandikia karamu badala ya karamu. Okay. Kwa hiyo unakuta kwamba ukiwakosoa wanakuwa ni wakali, hawataki kukosolewa, hawataki kushaurika. Wao ndio wanajifanya wao wanajua kila kitu. Baadhi yenu vijana inatakiwa kukubali kwamba kuna watu ambao wamewatangulia, wanakiwakosoa, basi mjifunze kutoka kwao, kwa sababu tunajenga tasnia ya habari ambayo inatazamwa na kusomwa na kuaminiwa na watu wengi. Vijana wamekuwa ni wakali. Ukikosoa wanakuwa ni wakali, wanakuambia wewe mzee nini, wewe umepitwa na wakati, uandishi wenu wa kizamani huo. Lakini ndio uandishi ambao mimi nadhani misingi yake inapaswa kuendelezwa na tuige mazuri pia ambayo aliyafanya marehemu Charles Hilary. Kwa sababu pia alikuwa Charles Hilary alikuwa ni mwalimu kwa kweli kwenye lugha ya Kiswahili, alikuwa ni mtangazaji mzuri, akisoma taarifa ya habari, amesoma ametulia. Siku hizi vijana wana haraka sana ya kusoma. Na vijana wana haraka sana ya kutaka kujua kila jambo. Wanaamini kwamba wao wanajua kila jambo. Wamekuwa wakali ukikosoana. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukapita tu kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii, unakuta mtu ameposti neno ambalo halifanani, ukimpigia simu ukimkosoa anachukia na kuwa mkali. Basi anakuona wewe ni mjuaji, unaamua wakati mwingine unaona kwamba kwa kweli tunapoelekea sasa hivi kizazi hiki taaluma ya habari inaenda kupotea kwa sababu imekosa misingi, imekosa walimu imekosa watu wa kuisimamia. Okay. Je, unatafuta sehemu tulivu, safi na ya kisasa zaidi kwa ajili ya makazi? Relax, kisha pay attention. Watoto mjini wanapaita Ushuani Apartment, ila mimi napenda kupaita nyumbani. Ndiyo, ni Sweet Home Apartment. Hapa utapata mazingira mazuri, hewa safi itakao kufanya uwe kwenye comfort zone. Imagine ukitaka kuperuzi mtandaoni kuna free wifi. Ukiwa bored unapata vitu vya Netflix. Ile ndingako kali inapata parking kali. Ukitaka kupika madiko kuna jiko. Na si kupika tu, utahifadhi mpaka miko. Alafu baada ya harakati zote upate usingizi mnono katika vyumba bora na vya kisasa zaidi kwa ajili yako na familia yako. Karibu Sweet Home Apartment tukuhudumia. Najua utakuwa unajiuliza location ni wapi? Tunapatikana Mwanza Mkolani. Tupigie kwa namba ya simu Ni Mabele Makubi, mwandishi wa habari nguli kabisa katika sekta hii ya habari. Wengi tulimfahamu katika kituo kile cha ITV, lakini kwa hivi sasa yupo katika kituo cha habari cha Tumaini Television na Crown Media. Hapa tulikuwa tukizungumza machache kumhusu Charles Hilary ambaye ni alikuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu na msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, lakini katika sekta hii ya habari ni mwandishi wa habari na mtangazaji nguli kabisa kwa takribani miaka mingi kweli akifanya kazi katika vyombo mbalimbali vya habari kwa maana ya radio na television. Amefariki siku ya jana. Tulikuwa tukimzungumza hapa mchango wake na namna ambavyo amefanya mambo makubwa kweli katika sekta hii ya habari. Lakini licha ya wengi ambao wamemzungumza katika mitandao namna ambavyo amefanya kazi, lakini hapa ninao baadhi ya watu ambao wameweza kumzungumzia. Hapa ninaye katibu mkuu kiongozi wa Baraza la Mapinduzi ya Zanzibar. Hapa huyu ni Zena Ahmed Saidi ambaye kwa namna yake amemueleza Charles Hilary namna ambavyo alifanya kazi. Amesema marehemu Charles Hilary atakumbukwa kwa uzalendo wake, uadilifu na mchango wake mkubwa kabisa aliotoa katika kusimamia mawasiliano ya serikali kwa weledi na ufanisi mkubwa kweli.
Lakini pia Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweza kutoa pole kwa serikali ya Zanzibar, familia na ndugu jamaa na marafiki kwa kuondokewa kwa mpendwa wao Charles Hilary. Yeye amezungumza, ameandika hapa kwamba ndugu Charles Hilary atakumbukwa kwa mchango wake adhimu wa zawadi ya miaka 40 katika kukuza sekta ya habari nchini tangu akiwa redioni hadi kwenye television, pamoja na unasii kwa wanahabari wachanga ambao kwa hivi sasa wanachipukia. Rais Samia pia amesema namuomba Mwenyezi Mungu aijalie familia yake uvumilivu na subira katika kipindi hiki kigumu na ailaze roho ya mpendwa wetu mahala pema. Ndivyo ambavyo amemaliza Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gershon Msigwa ameandika hapa Bwana Mkwangwa wai, nimeumia sana na kifo cha Charles Martin Hilary Mkwanga ambaye ni mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Zanzibar na msemaji mkuu wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambacho kilitokea hii leo, kwa maana kimaanisha kwa siku ya jana. Lakini amesema tumempoteza mwandishi wa habari na mtangazaji mbobezi aliyejaa maarifa, umahiri, mbunifu na uchapakazi, uadilifu, nidhamu na aliyezingatia maadili ya kitaaluma kwa viwango vya juu sana. Amezungumza mengi sana hapa, lakini ukiangalia pia hapa mtangazaji maarufu nchini Maulidi Kitenge naye katika ukurasa wake wa X ameandika, nimepokea kwa mshtuko sana taarifa za kifo cha mwalimu wangu Charles Martin Hilary Mkwanga. Mkwanga alinipokea na kunifundisha kazi akiwa bosi wangu wakati akiwa mkurugenzi wa Radio 1 mwaka 1999 na aliendelea kunifundisha kazi hii hata alipoondoka Radio 1 na kwenda DW Jerumani na BBC ambapo mara kadhaa nilikuwa na kwenda huko. Mkwanga, moja ya staili yake ya ufundishaji kazi ilikuwa lazima ujue kazi hiyo, maana alikuwa anakukosoa bila ya kukuonea haya, alafu akijua umenuna kwa kukosoa anakuchekesha kidogo. Namna ambavyo Maulidi Kitenge ameandika moja ya quotation ambayo ameiandika akimzungumzia Charles Hilary kwa namna ambavyo amemjua, lakini pia amefanya kazi kubwa kabisa katika sekta hii ya habari. Naam, turudi kwako kaka Mabele, kwa kumalizia kabisa, pengine kipi ambacho waandishi wa habari wengi nchini Tanzania kwa hivi sasa tunaweza tukafanya nini ili kuweza kumwenzi Charles Hilary ambaye alikuwa nguri kabisa katika sekta hii ya habari? Nafikiri cha kufanya kama waandishi wa habari, tujitahidi tu kuiga yale ambayo marehemu Charles Hilary alisimamia, na tujitahidi sana kusoma na kuwa na uhakika na yale tunayoandika au kuyaripoti au kuyatangaza. Sababu imefika wakati watu tunafanya kazi hii ili mradi tu tupate mkate wa siku, afu hatuangalie tusome, kwa sababu ukiangalia kwa sasa hivi japo magazeti yamekuwa ni gharama kununua, lakini zamani kila mwandishi alikuwa akitoka ofisini au akirudi nyumbani ana gazeti mkononi na alikuwa anajitahidi kusoma na kujua mambo mengine yanayotokea. Sasa hivi tumerahisishiwa, tuna simu, zina kila kitu. Kwa hiyo tujitahidi kusoma vitu vingi, tuelewe, tuwe na maarifa mengi ili kusudi kwa sababu watu wanaamini sisi tunajua. Yaani wanaamini mwandishi, kama ni lugha, mwandishi anajua lugha. Kama ni Kiswahili, mwandishi anajua Kiswahili. Lakini pia mwandishi anapaswa kujua vitu vingi, kwa sababu tunakutana na wanataaluma tofauti kufanya nao mahojiano. Kwa hiyo tujitahidi kusoma ili tusifike mahali tukawa ni waandishi ambao tunakurupuka tu kuandika habari, hatujui. Wengi wetu kwa kweli tunashindwa sana kwenye eneo la uelewa. Yaani hatuna yale maarifa, hatuna ile know-how, wengi hatujui. Na hatujui kwa sababu hatutaki kujua. Tunaamini kwamba pengine wewe ukishakuwa mwandishi wa habari, kazi zako zinaonekana zinatoka, basi tayari umeshakuwa mwandishi wa habari. Ndio maana tumeambiwa kwamba tujitahidi kusoma, angalau tuwe na viwango vinavyotakiwa vya elimu kwenye taaluma ya uandishi wa habari ili tuweze kuendana na wakati wa sasa wa ulimwengu wa taaluma hii ya habari. Nikushukuru sana. Shukrani sana na nikutakie kazi njema na majukumu mema. Asante sana kwa muda. Shukrani sana. Naam, ni Mabele Makubi, mwandishi nguri kabisa katika sekta hii ya habari. Hapa tulikuwa tukimzungumza Charles Hilary ambaye pia amefanya kazi kubwa kweli katika sekta hii ya habari kwa takribani miaka 40 kwa maana ya katika upande wa redio, lakini pia
na television. Charles Hilary amewahi kufanya kazi katika chombo cha habari cha RTD kwa maana ya TBC kwa hivi sasa, lakini pia ameweza kufanya kazi katika chombo cha habari cha BBC London, lakini pia DW idhaa ya Kiswahili, lakini pia ameweza kufanya kazi katika sekta katika masuala ya kiserikali, na hapa mwishoni mpaka umauti unamfika alikuwa ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu ya Zanzibar, lakini pia msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Dice TZA. Bye bye mpaka wakati mwingine.